Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mwendelezo wa mafundisho yetu ambayo tunaangalia kwa undani neno la Mungu. Na katika darasa hili tupo katika mwendelezo wa lile fundisho linalohusiana na namna sahihi ya kuomba, ambalo fundisho letu lina kichwa kinachosema Bwana tufundishe sisi kusali. Bwana tufundishe sisi kusali. Hii ni sehemu ya pili. Ikiwa ukupata sehemu ya kwanza, basi tembelea maktaba yetu ukapate kwenda kupitia eneo la kwanza ambalo tuliona namna ya kujua uso wa Mungu na kumfahamu yule Mungu ambaye tunamuomba ni Mungu mwenye tabia zipi. Kwa hiyo kujua tabia za Mungu itakupelekea wewe kuomba vizuri na kuomba kwa ujasiri mbele zake. Wakristo wengi hawajui tabia za Mungu, ndio maana wanapoenda kuomba mbele za Mungu wanaenda na matarajio yao au fikra zao kuhusu Mungu ambazo sio sahihi. Ndio maana wanakosa ujasiri wa kuomba au wa kujibiwa. Lakini tunaendelea katika sehemu hii ya pili ambayo tutakwenda kuangalia eneo la mahusiano. Maana yake ni kwamba yule ambaye unakwenda kuomba ni lazima ujue kiwango cha mahusiano ulichonacho na yeye ni kiwango cha namna gani. Hili ni jambo la pili na la muhimu sana kulifahamu. Na hili tumefundishwa katika maandiko. Sawa leo mtu unakwenda kuomba kazi labda katika shirika fulani, alafu yule bosi unakutana naye pale haujui kuwa ni kaka yako ambaye mlitengana tukiwa mkiwa watoto. Lakini kwa sababu kutokufahamu uhusiano ulionayo na yeye itakupelekea kumuona kama ni mtu baki. Na hivyo basi hiyo itaathiri hata mahusiano wako na uombaji wako, hata kujibiwa kwako. Maana yake ni kwamba ukitambua kuwa yule ni ndugu yako wa damu, basi utakuwa na ujasiri hata wa kwenda kuzungumza naye, tofauti na kama sio ndugu yako. Na yake kutambua kwamba wewe ni ndugu yake, basi naye pia atakupa kwa haraka zaidi yule mtu ambaye ni baki. Kwa hiyo mahusiano ni lazima ufahamu sisi tulionao kiwango cha mahusiano tulichonacho na Mungu wetu katika eneo la uombaji ni kiwango kipi. Lazima tufahamu kwamba katika Agano la Kale na katika dini na katika ulimwengu watu wanamtambua Mungu kama muumba. Mungu ni muumba, ni kweli, na sisi ni viumbe vyake. Na tukimwona Mungu katika taswira hiyo, maana yake ni kwamba tunampa Mungu nafasi ambayo haifikiki, haikaribiki. Nafasi ambayo hatuwezi kumfikia kwa sababu yeye ni mkuu sana na amezidi katika ukuu. Lakini tunapokuja katika Agano Jipya ambalo la neema, Bwana wetu Yesu Kristo alitupa nafasi ya sisi kuitwa wana wa Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 nasema, na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo sisi tumefanywa kuwa watoto wa Mungu. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo anataka tunapokwenda kuomba tukaombe kama sisi ni watoto wa Mungu na Mungu ni baba yetu. Tusiende kuomba kama Mungu ni muumba. Maana tukiomba kwa namna hiyo tutakuwa tumejiweka mbali na ukuu wake, tumejiweka mbali na mahusiano ambayo yeye Mungu anataka sisi tuwe nayo. Sasa siri hii, kumbuka maandiko yanasema mambo mengi ambayo tunaona leo na tunasikia. Yesu mwenyewe anasema wenye hekima na manabii walitamani kuyasikia na kuyaona, walitamani kukionja kipato tulichopewa leo, lakini hawakuwa kukionja. Lakini sasa kuna watu ambao leo wanaishi kama vile Agano la Kale, wanaishi kama vile agano la sheria, agano la watu ambao hawana dini, kama vile wapagani. Wanapoenda mbele za Mungu wanaenda kama vile watu ambao hawajapewa nafasi au hawajastahilishwa. Sasa turudi katika kile kiini cha mstari wetu ambao tulisoma pale mwanzo, ambao ni kile kitabu cha Luka sura 11 mstari wa kwanza. Habari hiyo inazungumzia mitume walipomfuata Bwana wetu Yesu na kumuomba jambo ambalo ni muhimu sana. Na jambo hilo ni kufundishwa kusali. Sasa tusome pale afu tuone kitu gani Yesu alianza kuambia katika kusali. Luka sura 11 tukisoma kwanza ile mstari wa kwanza inasema, ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana tufundishe sisi kusali. Umeona kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Angalia sasa kitu kilichofuata baada hapo, au maneno ambayo Yesu aliwaambia baada hapo. Akawaambia, msalipo semeni Baba, alafu imeweka kwenye mabano, yetu uliye mbinguni. Umeona, anaendelea kusema jina lako litakaswe. Yesu anaweza kusema mnaposali semeni Baba yetu uliye mbinguni. Asemi mnapoanza kusali semeni Mungu wetu. Mnapoanza kusali semeni Bwana wetu. No. Anatuambia tuseme Baba yetu uliye mbinguni, kwa sababu anajua katika Baba tunapoanza na mguu ulio sahihi, tunapomuona Mungu kama Baba, inaongeza ujasiri wetu mbele za kwake. Sasa lazima ujue kuomba bila kumtambua Mungu kama baba yako ni maombi ambayo ni magumu sana. Na ni maombi ambayo si rahisi kupokea. Na maombi ambayo si rahisi
kujibiwa, au wewe sio rahisi kuona kama unajibiwa na Mungu. Na kumuona Mungu kama baba sio kutamka kwa kinywa, lakini kutambua sifa na tabia za baba zikoje, sawa sawa na Yesu anavyozungumza au maandiko yanavyosema. Kwa hizo sifa na hizo tabia ukizifahamu katika akili yako, unapomwendea Mungu katika sala, umepiga magoti, unaomba jambo lolote, ukijua unayemuona, unayeongea naye una mahusiano kama ya mtu na baba yake, sio kama ya mtumwa na bwana, sio kama ya kiumbe na Mungu, sio kama ya bwana harusi na bibi harusi, sio kama ya rafiki na rafiki, no, kama ya mtu na baba yake. Kuna kitu kikubwa sana ambacho utakipata. Jambo la kwanza ambalo utalipata, kumbuka mwana ni mrithi. Ukienda mbele za Mungu kama mwana, tayari wewe umeshapewa urithi wote ambao sisi tunupata katika Yesu Kristo. Kwa hiyo wewe ni mrithi wa sasa na ule ulimwengu ujao. Kwa hiyo vyote ni vya kwako. Kwa ukienda ukimwona Mungu kama baba yako, tayari unafahamu kwamba vyote vya Mungu, vyote ni vya kwako. Maandiko yanasema sisi ni warithi wa ahadi zote za Mungu. Kwa hiyo vyote ni vya kwako. Tayari viko katika mkono wako. Kwa hiyo huna haja ya kuwa na wasiwasi na hofu. Tayari umesharithishwa zote vilivyoko na vinavyokuja. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili kati ya manne. Jambo la pili ni kwamba lazima ujue unaposema baba, huu ni baba wa aina gani? Maana siku hizi mababa wako wengi. Ndio, kuna mababa ambao ni baba tu. Yeye kazi yake ni kusupply, kutoa tu chakula na mahitaji, lakini mtoto akimwona anakimbia uvunguni. Huyo pia ni baba. Lakini sio baba ambaye anazungumziwa kwenye maandiko. Baba anayezungumziwa hapa ni baba anaitwa Aba. Baba anaitwa Aba. Sasa huyu ndio Yesu alimtaja, ambaye ndio sisi Mungu anataka tumuone hivyo. Fungua kile kitabu cha Marko sura ile ya 14, tusome pale mstari ule 35 na ule 36. Marko sura ya 14 mstari ule 35 na ule wa 36. Kuna habari pale inasema hivi, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi Bwana wetu Yesu Kristo, akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo imwepuke. Angalia mstari wa 36, anasema akasema, Aba, Baba, yote yawezekana kwako, uniondolee kikombe hiki, lakini si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe. Umeona amesema baba, amemtanguliza baba kama Aba maana yake nini? Aba ni baba ambaye ana mahusiano ya karibu sana na mtoto wake. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema father na daddy. Mtu anamuita baba yake daddy ni mtu ambaye unaona kabisa kama ni mtu kama na rafiki yake. Lakini father ni baba ambaye anatimiza tu wajibu. Umeona? Huyu mtu ambaye ni mtu ambaye anamuita Aba, anayemuona baba yake kama Aba ni mtu ambaye ana mahusiano karibu. Maana Aba ni mtu mwenye mahusiano karibu, baba mwenye mahusiano karibu na mtoto. Utakuta ndio ile unakuta mzazi na mtoto wake wanacheza mpira. Mzazi na mtoto wake wanakimbizana beach, wanaruka, wanafurahi, wanacheza hata magemu. Hiyo yote inaitwa nini? Ni mahusiano ambayo ya Aba, baba na mtoto. Sio ile mahusiano ambayo baba akija mtoto anaingia uvunguni. Kwa Mungu anataka sisi tu feel comfortable tunapoenda mbele zake. Na ndio maana ukisoma pia kile kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa Warumi sura 8 mstari wa 15 anasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu. Kwa hiyo tu kupokea roho ya hofu. Kwa hiyo ukienda mbele za Mungu ukiwa na hofu, ujue hapo kuna tatizo. Anasema bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Umeona tunafanywa watoto, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba. Kwa hiyo sisi hatuna hofu tunapoenda mbele ya baba yetu, kwa sababu ni baba yetu. Hatuendi mbele ya, hatumuoni Mungu kama mfalme, tunamuona Mungu kama baba. Na tunapoenda mbele ya baba, maana tuna ujasiri, hatuna hofu. Kwa hiyo tuna ushirika wa karibu. Mungu anataka sisi tumuone kama wa karibu, sio tu tunapokuwa kanisani, hata tunapokuwa katika kupika, tuone baba yetu yuko pamoja na sisi. Tunapooga, tuone baba yetu yuko pamoja na sisi. Tunapolala, tuone baba yetu yuko pamoja na sisi. Sio tunapokuwa katika ibada tunakuomba. Ukimweka Mungu katika ibada na kuomba, hapo unafanya kama father, baba. Lakini sio Aba. Aba ni baba ambaye yuko close na mtoto wake. Mtoto wake anakuwa huru kumueleza kila kitu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo lazima ulifahamu. Yesu anasema mnaposali semeni baba yetu. Aba, baba, Aba. Sema baba. Unapoomba muone Mungu kama baba. Lakini jambo la tatu ambalo unapaswa ufahamu kuhusu baba ni kwamba anatupa zaidi ya vile ambavyo tunamuomba. Yaani hii saikolojia uwe nayo kwamba unapoenda kuomba, kwanza Mungu anakusikia, anakupa kile unachokiomba, lakini zaidi ya kile unachokiomba. Hebu tusome kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 9. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye upokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Angalia mstari wa 9.
Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Kwa kumbe baba yetu anajua kwamba tunahitaji. Hakuna baba mtoto wake akimfuata akamwambia, baba naomba ninunulie mdoli, alafu baba akaenda kumletea nyoka. Hakuna baba namna hiyo, si ndio? Baba anampa sawa na mtoto anachokiomba, tena zaidi ya kile. Ndio maana hapa anasema baba yenu atazidi kuwapa vipawa vyema. Kwa hiyo Mungu ni Mungu anayetupa sawa na kuomba na zaidi ya tunavyoomba. Unapoenda mbele za Mungu wako, amini kwamba anakusikia kama baba anayetoa, baba anayesupply, baba anayejua wajibu wake, baba anayejua kutimiza wajibu wake. Ndio maana sehemu nyingine Yesu akasema, watafakarini ndege, hawapande wavune, lakini baba yenu wa mbinguni anawalisha. Kunguru anaishi miaka 70, kunguru anaishi miaka 70 na anaishi mjini na aende hospitali, lakini Mungu anamlisha na mtunza. Sasa sisi si zaidi, mara nyingi zaidi yao. Baba yetu anajua wajibu wake, anatupa sasa na tunavyoomba. Unapoenda mbele za Mungu kuomba, amini kabisa kwamba Mungu ananipa hicho ninachomuomba, kwa sababu yeye ni nani? Yeye ni baba. Kwa amini kabisa kwamba yeye ni baba anayekupa sawa na kile unachokiomba. Liweke hili lizame katika moyo wako. Unapoomba amini kwamba Mungu anakupa sawa na unavyoomba. Hakupi jiwe. Mungu naomba unipe mume, Mungu aweze kukupa jambazi. Mungu naomba unipe chakula, Mungu aweze kwenda kuletea sumu, chakula kitakachokuharibu. Umeona? Mungu naomba unipe kitu fulani, naomba unipe watu wazuri katika kazi, Mungu aweze kwenda kuletea watu waovu wabaya katika kazi. Kwa Mungu anakupa sasa unachokiomba na kizuri zaidi ya kile unachomuomba. Kwa amini hivyo na utapokea. Usipoamini si rahisi kupokea. Mungu kama baba anatupa vipawa vilivyo vyema na anajua wajibu wake. Na jambo la 4 ambalo unapaswa ujue kuhusiana na baba kama baba, na la mwisho ni kwamba ana huruma. Ni baba mwenye huruma. Ni baba mwenye huruma. Huruma zake ni nyingi. Sasa tusome kile kitabu cha Zaburi ya 103. Na hii inajiungamanisha na ile sifa ya kwanza, Mungu mwenye huruma. Umeona sifa yake hiyo. Zaburi ile ya 103 mstari ule wa 10. Tukasome pale. Anasema, angalia maneno, anasema hakututenda sawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ile rehema zake ni kuu kwa wamchao. Anasema kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali na sisi. Hizi sifa tuliziona pia kule mwanzo kwenye sehemu ya kwanza. Anasema kama vile baba ahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao, kwa maana yeye anajua umbo letu na kukumbuka kuwa sisi tu mavumbi. Kwa hiyo Mungu anatujua udhaifu wetu. Mungu anajua kwamba wewe wakati mwingine unapitia shida. Anajua kabisa kwamba wewe unapitia huo ugonjwa na wewe madhaifu. Anajua kabisa kwamba wewe wakati mwingine unaumia. Huko hapa duniani unateseka, kuna dhiki. Anakuhurumia kushinda unavyodhani. Lazima ujue kwamba Mungu ni Mungu huruma. Watu wanadhani kwamba Mungu naenda kumuomba siku zote anisikii. Nimeomba, nimelia, nimeteseka, lakini Mungu haje kunijibu, Mungu haje kunisikia. Mungu amekusikia, Mungu anakuhurumia na machozi yanamtoka. Ni Mungu anejali. Unakumbuka ile mfano wa mwana mpotevu? Mfano wa mwana mpotevu alitaka mali akaenda kapotea huko. Baadaye yule mwana mpotevu akazingatia kurudi kwa baba yake. Lakini akiwa anatamani kwenda kuwa kama mtumwa. Lakini alipokuwa anarudi, maandiko yanatuambia baba yake alimuona tokea mbali. Alimuona tokea mbali. Alipomwona tokea mbali akubaki, baba yake ndo alianza kumkimbilia. Baba anamkimbilia mtoto wake, akamkumbatia, akaanza kumbusu, akaanza kulia. Ndivyo baba yetu wa mbinguni alivyo tunapomwendea yeye, hata kama tuna dhambi. Kabla hata hujatubu ameshakukimbilia wewe. Kabla hata hujamueleza shida zako na matatizo yako, ameshajua na anakusikitikia na kurumia. Pengine umeomba, umetafuta, umesubiri kwa muda mrefu. Sio kwamba hajakusikia, anakusikia, lakini anakuandalia kilicho bora. Ndio maana katika maombi jifunze kuwa mvumilivu, kwa sababu baba aliyeko mbinguni anakuona, anakurumia, anakupenda, anakupa sawa unachokuomba na zaidi. Lakini pia ana mahusiano karibu sana na wewe kuliko unavyodhani. Kwa hiyo usiathirike na sifa za baba wa duniani unazoziona kwamba baba ni mkali, lakini huyu ni baba mwenye upendo, ni baba mwenye huruma, baba ambaye anataka watu wanapoenda mbele zake wamuone kama mzazi. Kwa hiyo hii ni sifa ya pili. Kumbuka tupo katika darasa ambalo linahusiana na namna sahihi ya kuomba. Bwana tufundishe sisi kusali. Yesu anaanza kuwafundisha, anasema mnaposali semeni baba yetu ule mbinguni. Kwa hiyo unapoenda kuomba na wewe mawazo yako
jenga picha ya Mungu kama baba. Ondoa zile fikra za Mungu kama mfalme, sijui Mungu kama muumba, sijui Mungu kama mume wetu, sijui Mungu kama rafiki. Mungu kama baba. Wewe ni mrithi, amekupa vyote, viko mikononi mwako. Amini kwamba vyote viko mikononi mwako na atakupa sasa na unavyoamini. Kumbuka tunajifunza kuomba vizuri sasa na maandiko. Tunatamani kila mmoja wetu awe muombaji mzuri. Anapoenda mbele za Mungu asiombe katika pressure, bali akaombe katika ufahamu ambao Mungu anataka sisi tuwe nao kuhusu yeye. Kwa hiyo eneo la kwanza tulikusha kuona kwamba umjue Mungu ana sifa gani, ana tabia gani, lakini pia ujue kiwango cha mahusiano. Tumeshajua kiwango cha mahusiano tulichonacho sisi na Mungu wetu ni sisi na Baba. Tumia fursa hiyo kuomba vizuri. Tunapoenda katika darasa lijalo tutaangalia mazingira sahihi ya uombaji ambayo Mungu anataka sisi tuwe nayo. Unaenda kuomba kazi, alafu unajua kabisa kwamba naenda kumuomba anapaswa awepo ofisini. Mfuate ofisini muda wa kazi. Alafu unamfuata Jumapili akiwa katika ibada na sifu na kuabudu, unamwambia naomba unipe kazi. Atakuelewa? Hawezi kuelewa. Kwa Mungu naye pia na mazingira yake ya kuomba. Tutaenda kujifunza katika darasa linalofuata katika sehemu ya 3. Mungu akubariki sana, usikose darasa linalofuata. Shalom.